Assalamu alaikum ndugu wasikilizaji. Leo ni siku ambayo nilikuwa nataka kuzungumza kidogo tu kuhusu mambo ya Natembeya ambaye ni gavana wa Trans Nzoia. Mambo ambayo ilikuwa inafanyika jana ambayo ilikuwa maajabu, mambo zingine ambaye ni ya kushangaza ama kuchekesha. Imagine kiongozi wa Waluhya ama kiongozi ambaye anajaribu kuweka watu pamoja kama vile mheshimiwa the late Masinde Muliro alikuwa ameweka pamoja, kama vile the late kijana wa Mala alikuwa ameweka pamoja. Natembeya akifanya jambo unakuta kwamba kuna watu wengine ambao wametoka kwa nyumba yake ambaye wanapiga kelele na kuleta mambo isiyopendeza. Nataka kusema hivi, siku ya jana ilikuwa siku ya kushangaza kwa sababu ilikuwa siku ambaye magavana wote walikuwa kukutana na rais huko State House ama ikulu ya Nairobi. Lakini mheshimiwa Cecily Mbarire hakuweza kufika kwa sababu alizuiliwa kwa gate. Akaambiwa kwamba wewe haufai kuingia. Hiyo sasa ikabaki kiwa maajabu. Kwa nini azuiliwe kuingia na kama magavana wote wanakutana na rais na yeye ni mmoja wa magavana? Kwa nini azuiliwe? Ya pili, yeye ni kiongozi wa UDA, chairperson wa UDA. Lakini akaambiwa basi kulingana na order from above haustahili kuingia. Hiyo ilikuwa maajabu. Neno la pili ambaye lilistajabisha watu Kenya, si wote tukabaki tukiwa mdomo wazi, ni kwamba mheshimiwa Natembeya ambaye ni gavana anayejulikana, gavana mwenye uwezo mkubwa, gavana ambaye amejaribu kuweka nyumba yake in order, akawa kwamba ni siku yake akawa summoned by Senate na akaitwa katika mkutano. Ile kesi ambayo alikuwa anaitiwa bado iko kotini. Unakuta Senate inaongea the same case na ile ambaye amepelekwa kotini, ICC ambaye wanafanya. Sasa swali ni, je, kama ICC ina musamon kwa sababu ya hii mambo, kwa nini tena iwe kwamba naye Senate ina musamon? Na Senate nasema ni kama is equivalent na High Court. Kwa nini tena iwe kama ni shida tena Senate inamuuliza swali ile ambaye bado ICC inamuuliza, ambaye hiyo kesi iko kotini na endelea kuchunguzwa. Hao watu ICC wamesema kwamba bado uchunguzi yajaa. Naye pande nyingine ameitwa na chairman ni wa Senate wa hiyo kamati ambaye anamchunguza ambaye anaitwa Wafula Wakoli. Nataka kusema hivi, Mheshimiwa Wakoli, I'm sorry kukuambia kwamba umekuwa ya kwanza kuwa Senate katika Bungoma na utakuwa tena. Ukweli wa mambo. Na hiyo take that to nearest bank. I'm telling you truth. Kwa sababu bwana ambaye unayeng'ang'ana naye unatumiwa kama kiatu. Unatumiwa kama kiatu na mheshimiwa Speaker wa Bunge ambaye ni Wetangula. Anajua tayari demu yake imeisha. Watu wameshakundua kwamba yeye ni tabeli na kila mtu anamuelewa ni tabeli na mambo anayoongea yote ni utabeli. Sasa amekuweka kwa box, ikakuwa kama ni shida kwako. Excuse me. Ni shida kwako huwa kwamba unaongelelea mambo Natembeya, ukisema vile Natembeya ni mbaya. Ukienda kujaribu kama hata kwa matanga ulisema wazi kwamba wakati atakayefika kwa hiyo Senate utahakisha kweli umemsukuma mpaka mwisho. Siku ya jana ulijaribu hata kufanya vile ambavyo ulikuwa umesema, lakini watu wote wameona. Tunataka kufahamisha kama raia na kama wananchi wa nchi, umesahau kwamba sisi wenyewe ndio tumekuajiri, si kwamba wewe ndio umejiajiri. Watu wa Bungoma wamekuajiri, wakakupatia kazi, ufanye kazi ya kwa oversight mambo ya Bungoma County. Si kwamba uende kung'ang'ana na Natembeya ambaye ni mbunge ni gavana wa Trans Nzoia, na kwa sababu yeye anataka kuongoza Waluhya wakiwa kwa group moja, wao one family, kama community, kama one nation. Umejaribu kuungana naye mpaka ukaenda kumweka kwamba unamsukuma mpaka kwa kona, mpaka ikafika kiwango kwamba amekufahamisha mheshimiwa haufai kuwa tena kwa chairman, kwa sababu
au haiwezekani iwe kwamba unakuja hapo na political game. Hiyo yako inaonyesha kwamba ulikuwa unataka kuhakikisha ukweli kwamba Natembeya ametoka ili uweze kuwin game yako. Nataka kuambia kwamba haiwezekani iwe kwamba unataka kutuondolea kiongozi wote ambaye anataka kuleta change in the country. Wakati ambaye Natembeya anapiga kona zake katika Luhyaland ama Western Province, anaenda akiongea neno moja. Anataka vile ambaye Waluhya wanaweza kuwa united. Wanataka tena Waluhya vile ambaye wanaweza kuwa wanapata kazi. Vijana Waluhya vile wanaweza kuajiliwa. Vijana Waluhya vile ambaye anaweza kuwa na mambo mazao. Vile ambaye anaweza pata hela. Vile ambaye anaweza pata shares katika government kama sehemu zingine. Ukikombea mahali kama Bungoma, ukikombea na inapanda sukari, ni kama Kiambu kweli. Na unaongea. Ukiangalia na Bungoma kama kaunti zingine inafanana na mahali kama Nairobi. Ukiangalia Bungoma ukweli inatoshanisha nini GBD yake inatoshana na ya Machakos ukweli. Huwezi kufikiria kama Machakos yapandi sukari. Machakos hawana kahawa mingi. Machakos hakuna minerals ambaye machimbwa hapo. Lakini wako mbele yako. Kwa nini wako mbele yako? Ni lazima ujiulize maswali. Ujiulize Kiambu. Ukikombea kahawa ambaye inatoka Kiambu na uangalie Bungoma ambaye iko na sukari na mambo mengi na chakula kwa wingi, na mbona iko chini ya Kiambu? Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa na watu kama wewe ambaye hawafai, wanataka kusukuma viongozi for the interest ya political games. Hiyo ni kitu ambaye imepita na wakati. Nataka kuambia kwamba Natembeya atarudi chini. Wacha niwaambie ukweli, atarudi chini. That's why uliona one day alimake sure kwamba ametembea county in out of tano. Akahakikisha ukweli ametembea zote, amewafahamisha kwamba ni kitu moja. Sasa hii ukienda huko Luhyaland na ujaribu kusema Harambee watakwambia Tawe. Kwa nini wasema Tawe? Na wakisema Tawe wanasema hata Wetangula. Kwa sababu kitu ya kwanza wameelewa kwamba Wetangula hii yake ni kanyumba kafanya obtaining by false pretense kama kawaida yake. Bila ambaye anasema. Na yeye huko akitembea anaambia watu yeye ni baba wa Roma. Baba wa Roma mwenye bibi wawili. Baba wa Roma mwenye bibi wawili ambao wanamchapa. Hiyo ni kitu ambaye imepita na wakati. Nataka kuambia vijana wameamuka. Na wale Waluhya ambao wanataka kubadilika, wale Waluhya ambao wanataka kuendelea vizuri, wale Waluhya ambao wanataka kuona mbele, wale Waluhya ambao wataki kuwa watchman tena, wale ambao wataki kuwa housemate tena, houseboys tena, wahakikishe ukweli wamefuatana na Natembeya ili aweze kuokoka. Ukweli ni kwamba tunajua kazi yake. Wakati ambaye alikuwa regional commissioner, tunakumbuka vile ambaye alifanya kazi. Ukweli ndio the only person ambaye aliweza kusukuma waizi wa ng'ombe mpaka wakasikia yenyewe hapa kuna mwanaume. Huyu ni mtu ambaye tunahitaji. Na Kenya sasa hii inataka bulldozer, mtu ambaye hataki kucheka na watu, anataka kuonyesha njia na upite hiyo njia bila kuharibu time. Si story ya hadithi ya Kazunguda ambaye imekuwa ikiendelea hapa nchini. Unasikia nimeahidi, nitawapatia bilioni, kama ile ambayo uliona hapo ikisemekana kwamba watu wa Siaya wameahidiwa watengenezewe soko 16 ya kuuza nini? Unastahili ujiulize. Hiyo ndio kitu ambayo tunataka kuangalia. Na tunataka mtu yule ambaye ana mpangilio. Tunataka yule ambaye ukiangalia hakuna chochote ambaye anasemekana ameiba. For example, wakati ile Natembeya mleta hapo kwa ICC, tuliweza kwenda hapo kumpatia support. Na wakati ambapo tulienda kumpatia support tulishangaa sana kuona kwamba hakuna chochote ambaye anaweza kuwa ameiba. Na gini ameletwa kutoka mahali kwake aje kuaibishwa tu bure. Na baada ya kuja kuletwa hapo aliletewa na maneno kwamba ati haijapatikana evidence na hakuna ushahidi. Na ulikuwa unamletea nini? Hiyo ni kitu ambayo unastahili ujiulize. Je, huyu bwana anatatizwa ama ana makosa ambayo amefanya? Kwa ule ambaye amelipwa ili aweze kufanya kazi kama hiyo na kuhakikisha ukweli, si tumejitolelea mwanga. Tuhakikishe ukweli tumetetea Natembeya mpaka hakikishe ukweli ameenda kwa ile njia inayofaa. Asanteni, Mungu awabariki na awape hekima.